Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 3. Tutaanza na siri ya kwanza, sifa za askofu na shemasi. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 13 inasema: ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kuisimamia nyumba yake vema, ajuaye kutiisha watoto katika ustahivu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu asianguka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu, wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hawa pia na wajaribiwe kwanza, baadaye waitende kazi ya shemasi, wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia. Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu, si wasingiziaji, watu wa kiasi, waaminifu katika mambo yote. Mashemasi na wawe waume wa mke mmoja, wakiwasimamia watoto wao vizuri na nyumba zao, kwa maana watendao vema kazi ya shemasi hujipatia daraja zuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Nini tunajifunza hapa tunaposoma siri hii ya kwanza, sifa za askofu na shemasi? Cha kwanza, tunafahamu askofu na mashemasi ni mitume wa Yesu, hivyo ni lazima wapimwe na neno la Mungu. Mfano, askofu na shemasi lazima awe na mke mmoja. Askofu na shemasi lazima awe na hekima ya Mungu. Pia askofu na shemasi lazima awe anajua kufundisha neno la Mungu. Pia askofu na shemasi lazima asiwe mlevi. Askofu na shemasi lazima awe mpole, mnyenyekevu. Askofu na shemasi lazima asiwe mpenda pesa kuliko utu. Askofu na shemasi lazima awe na familia bora iliyosimama imara katika upendo wa Mungu na kadhalika. Siri ya pili, siri ya utawa. Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 14 hadi 16 inasema: na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu, lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu,
iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo ya msingi wa kweli. Na bila shaka siri ya utawa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Tunafundishwa nini hapa? Tunakumbushwa siri ya utume wa Yesu ni kubwa. Mfano wake ni haki, upole, unyenyekevu, kukemea panapobidi. Hivyo tunapaswa kuyaishi maneno ya Mungu ya uzima ili tupate kuokoka na ulimwengu huu. Maana siri ya utawa ilifunuliwa na Mungu mwenyewe kupitia Yesu Kristo, tukapata kuijua kweli ya Mungu itupasayo kuenenda sawasawa na sheria ya Mungu. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi: Yesu Kristo, msaada wa wanyonge, tusaidie watu wako wote ulimwenguni tupate kuyaishi maneno ya Mungu ya uzima. Amina.